So hebu sikiliza hii hapa ya kwamba mzozo mkubwa uliokuwepo kati ya nchi ya Kenya na nchi ya Somalia huenda ukahairishwa hivi karibuni, baada ya kwamba kuna ile ambayo ilikuwa ni kama mpaka kati ya Kenya na Somalia, ambapo ulikuwa umefungwa kwa takriban miaka 15 mpaka sasa, ambao William Samoei Ruto ametoa taarifa na kutoa ujumbe ya kwamba tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026 boda ile inaenda kufunguliwa ili iwe na uhuru ya kuingia kwa nchi moja mpaka nchi nyingine ambayo ni Kenya na nchi ya Somalia. So baada ya tarehe 26 mpaka kuendelea tarehe 26 mwezi wa 4, hiyo ni mwezi mmoja na nusu tuseme kuanzia sasa, basi itakuwa kuna uhuru wa Kenya waweze kuingia nchi ya Somali, na wa Somali vile vile pia waweze kuingia nchi ya Kenya vile ambavyo wanajisikia kupitia special document ambayo ni East African passport, ambayo inatumika ama acquired details maybe pale ambapo kutakuwa kuna mpaka, obviously kutakuwa kuna ofisi ambayo itakuwa ni ofisi za Kenya na ofisi za watu wa Somali, ambapo itahitajika tu kitu kidogo kwamba upeane tu dokumenti zako kuhakikisha kwamba ni Mkenya ili uweze kuingia Somali. Na mtu wa Somali kuingia Kenya pia naye vile vile pia atahitajika aweze kupeana dokumenti zake kuonyesha kwamba yeye ni Msomali lakini anaenda Kenya kutembea, basi ataruhusiwa kuingia zake nchini Kenya kwa minajili ya kwenda kutembea, kwa sababu hizi nchi zitakuwa majirani zaidi ya vile ambavyo zipo kwa sasa, na zitakuwa na undugu zaidi ya vile ambavyo viko sasa. Hasa hapa ndiyo kuna kibarua kikubwa sana ambacho niko na uhakika ya kwamba Wakenya wataenda kulalamika kwa nguvu sana, because let's understand for the first time ya kwamba msingi mkubwa sana ambao ulikuwa umewekwa na sababu na kiini cha ile boda ama ule mpaka kufungwa ili kusiwe na pitisha huku na huku. Sababu kubwa zaidi kabisa ilikuwa ni sababu ya uhalifu na ukora na ujambazi na vita ambao vilikuwa vipo nchini Somalia. Ndio ilikuwa sababu kubwa kwamba ule mpaka uweze kufungwa ili watu wasiweze kukimbilia nchi ya Kenya kwa minajili ya kujificha ama kukimbia vita wakati hawana vibali sahihi. Na hiyo ni kitu ambao marais wote walioweza kuhudumu nchini Kenya walikataa kabisa, kualika watu waje waanzishe vita, ikisifiwa hapo zamani ya kwamba Wasomali ni watu ambao ni troublemakers. Hiyo ndio ilikuwa ikiambiwa, lakini sasa hivi tumegundua it's a different cases. Lakini by that time ilikuwa tunajua kwamba Wasomali ni watu ambao wanapenda vita na wanapenda kuanzisha vita, na ni watu ambao hawapendi amani. Nafikiri nimeeleweka mpaka hapo. Sasa hii mambo yamechange. Wasomali wamekuwa kama ndugu za Kenya, na Wasomali wamekuwa kama Wakenya. Wasomali wamekuwa kama majirani ambao ni ngumu kuepuka tena, in a way that unamuita Msomali kwa sababu ako na nywele za singa, ama kwa sababu anaongea lafudhi ya Kisomali, ama kwa sababu yeye mwenyewe amekwambia ametoka Somali, unamuita warrior. Lakini kikweli kabisa ukimwambia akupe detail ama documents za Somali, yeye hana. Yeye atakwambia I'm a Kenyan by birth, I'm a Kenyan, my parents are here, I'm a Kenyan, wazazi wangu wako hapa, I'm a Kenyan, biashara zangu nazifanyia hapa, I'm a Kenyan, I have a Kenyan ID, I have a Kenyan passport. Yani yeye ni Mkenya na humbandui kuwa Mkenya. Tatizo ni ile ya kwamba tu lafudhi yake ni ya Kisomali, mavazi yake labda pia vile vile labda ni ya Kisomali. Unajua mavazi ya Kisomali kufunga kikoi, sijui anafanya nini hivyo. So those are very small elements ambao utamtambua kwamba huyu si Mkenya. Lakini kiuhalisia ukimpeleka kwa chifu, ukimpeleka kwa administration yote nchini Kenya, yeye atatambulika kama ni Mkenya. Ana uwezo wa kupiga kura kama vile wewe Mkenya unaweza kupiga kura. Ana uwezo wa kupata huduma za serikali kama vile vile pia ambavyo wewe Mkenya kawaida unapata huduma za serikali. Ana uwezo na kulipa ushuru pia yeye kama vile ambavyo wewe unalipishwa ushuru na serikali yako. Yani yeye ni Mkenya, humtoi. So hii ni kitu ambayo najua watu wengi wataisifia kutoka Somali, na there's a certain reason why is Somalis people ama Somali community wanampenda sana Rais William Samoei Ruto, kwa sababu William Samoei Ruto toka aingie madarakani ameweza kugeuza vitu vingi sana ambavyo vinamfavor Msomali, ambapo hapo awali havikuwepo. Masuala kama ya ID, Wasomali wengi sana wameteseka nchini Kenya
na kuhangaika nchini Kenya kwa sababu kwamba wanatafuta ID. Wasomali wengi wameteseka vile vile pia nchini Kenya kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kumiliki mashamba sehemu za kwao ambao hiyo ni landi yao, lakini hawakuwa na uwezo wa kumiliki mashamba juu hawakujiona hao kama Wakenya na hawakutambuliwa kama kuwa Wakenya rahisi. Na vile vile pia Wasomali wengi wameteseka mikononi mwa Wakenya kwa sababu ya kuchochezwa na kupigwa wakati kuna vurugu wakiambiwa waende zao kwao. Lakini William Samoei Ruto alipokuja amekuwa kama kiongozi wao ambao yawatetea kwa nguvu sana, ambapo imetokea sasa wamepewa ID. Sasa Msomali ako na uwezo wa kwenda fanya what we call registration na anze system yote ili mradi aweze kupata ID ya nchi ya Kenya. Ako na uwezo. Msomali sahi ambapo zamani ilikuwa ni ngumu sana, ako na uwezo wa kupata passport pia nchini Kenya very well na kuwa na passport ya Kenya. Msomali sahi ako na uwezo wa kuenda kupiga kura. Msomali sahi ako na uwezo wa kutafuta kiti cha uongozi nchini Kenya. Msomali ako na uwezo sahi wa kuwa rais wa nchi ya Kenya. Na Msomali pia vile vile ukumbuke ako na uwezo zaidi maradufu ya yale ambayo ilikuwa mara ya kwanza kufanya biashara nchini Kenya, naye pia ajitue, ajue wazi kabisa hii biashara na ifanyia nyumbani. Na kama tunavyojua Wasomali wanapendana wenyewe kwa wenyewe, so mazuri zuri moja likimpata mmoja ujue atalika wengi zaidi na zaidi na zaidi. So I don't know whether hii habari wewe inakufikia vipi ama umepata vipi. Yote 9-10 tujue ya kwamba ni mpaka ndio umefunguliwa, na kama mpaka umefunguliwa hopeful everything is going to be in peaceful, kwa sababu endapo kutakuwa kuna vita ndani ya Somali basi ni rahisi wa Somali kukimbia kupitia ule mpaka ili waingie zao Kenya kwa minajili ya kukimbia vile vita ambavyo viko ndani ya Somali. Sasa kama nchi ya Kenya itaruhusu, let's see and wait what's going to happen. Mimi narudi hapa mwezi wa 4 kuja kufungua ile border post ya kuunganisha sisi na Somalia, na tutakuwa na askari wa kutosha kuhakikisha ya kwamba magaidi na wakora wengine hawatahusika. Wafanyabiashara wa Kenya, wa Somalia tutaendelea na biashara, wakora tutashughulika na wao. Tunaelewana? Mnasema tufungue hii boda ama mnasema tufanye namna gani? Mimi nataka niwaulize wananchi wa hapa Mandera, nyinyi na waomba na viongozi wa Mandera, sisi wote tuwe ni watu ambao tutapigana na Al-Shabaab. Hawa Al-Shabaab ni watu bure. Mimi nataka niwaeleze, mimi na nyinyi tutaungana, serikali ya Kenya tutashirikiana, nyinyi mtusaidie tuweze kukabiliana na wahuni na magaidi, ndio Mandera hii iendelee na maendeleo, iendelee na biashara, ndio maendeleo